basi andika vita ya kiroho. Vita ya kiroho. Andika kazi ya falme. Kazi ya falme. Efeso 6:12b. Hebu tusome Efeso 6 mstari wa 12b. Kuna falme, kuna mamlaka, kuna wakuu, kuna majeshi. Tunapozungumzia falme, tunazungumzia nguvu mbili zinazotawala. Biblia inasema kama kungekuwa hakuna maana, kwa nini Mungu aseme kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme? Nini kazi ya falme? Na kwa nini hiyo vita ianze na falme? Danieli sura ya 10 mstari wa 13, Danieli sura ya 12 mstari wa 1, Yuda 1:9, Ufunuo 12:7, Danieli 10:13, Danieli 12:1, Yuda 1:9, Ufunuo 12:7. Ukisoma Danieli sura ya 10 mstari wa 13, kama kuna mtu amepata nisome hapo. Danieli 10 mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja akanisaidia. Sasa sikiliza, Danieli anazungumza na anazungumza. Danieli huyu alikuwa kwenye maombi, lakini tangu siku ya kwanza ameanza maombi yake mpaka inafika siku ya 21, hakuwa najua kuna kitu gani kinaendelea kuhusu maombi anayofanya, mpaka pale alipokuja malaika na kumpa taarifa. Danieli anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu mbele, akaja kunisaidia. Tunazungumzia falme. Huyu alikuwa ni mfalme wa Uajemi ambayo sasa ndo Irani. Katika ulimwengu wa roho, ndio maana siku zote mbwembwe zote bila Roho Mtakatifu ni kujirisha upepo. Kweli, yes. Ni kujidanganya tu. Na ndio maana tunashuhudia watu wengi wa Mungu ni waganga njaa, kwa sababu mambo ya Mungu hayahitaji mbwembwe. Mambo ya Mungu yanahitaji elimu, ufahamu. Hii ni Tanzania, lakini Tanzania hii inamilikiwa katika ulimwengu wa roho na falme. Unaposikia mfalme wa Uajemi
yuko mfalme wa Tanzania. Kweli. Wala sio Samia, wala sio Nchimbi, wala sio Lissu. Yuko mfalme wa kiroho. Huyo ndiye anayeratibu. Sasa kwa nini falme? Kwa nini asiwe shetani moja kwa moja? Yesu Kristo aliposhuka kuzimu, namba moja ilikuwa ni kwa ajili ya kuchukua funguo za uzima na mauti. Amen. Ambazo Ibilisi alizitoa kwa Adamu na Hawa. Na ndio maana baada ya zile funguo kunyang'anywa, Kaini akaua ndugu yake. Yesu aliposhuka kuzimu, wa kwanza aliyeshughulika naye ni Ibilisi. Ukisoma Yuda, hiyo kitu 1:9 utaona alifunga na wengine 9 kuzimu. Ibilisi alichobakiwa nacho ni yeye kutoka kuzimu na kwenda kwa Mungu kushtaki na kurudi. Laiti kama Kristo asingemfunga, hakuna hata mmoja angemwabudu Mungu. Well, yes. Well. Narudia, Ibilisi anajua wewe, anajua mazingira yote kuliko wewe unavyojua, na ndio maana Mungu akamruhusu Roho, kwa sababu wewe uweze kuyajua usiyoyajua, ambayo Ibilisi yote anayajua. Ndio maana inaambiwa ni vita ya kiroho, sio vita ya kimwili. Huwezi kucheza na Ibilisi bila Roho Mtakatifu. Amen. Hautamweza. Kweli. Sasa kumbuka, kama Kristo asingemfunga, ndio hii dunia ilivyo ingekuwaje? Wewe unajiuliza, Ibilisi huyu si kwamba mjui Yesu, lakini pale jangwani anamwambia kabisa, haya yote yako kwenye uwezo wangu, ukinisujudu nakupa, nampa yoyote ninayemtaka. Hebu soma Luka 4. Acha mbwembwe. Unafuta mshinda Ibilisi kwa uzoefu wako. Luka 4, soma hapo. Na si kwamba hajui huyu ni nani, lakini kwa kumwonyesha nguvu aliyo nayo anamtambia. Na Yesu, kwa sababu wakati alikuwa hajatimiza kazi, alishindwa hata Biblia inasema alimwacha kwa muda. Kitabu cha Luka sura ya 4. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Sikiliza, Yesu Kristo hawezi kushindana na huyu bila Roho Mtakatifu. Kweli. Kwamba ili aweze kwenda kufunga, ili aweze kushindana naye, lazima kwanza ajae Roho Mtakatifu. Yes. Na ndio maana Yesu aliwaambia hata wanafunzi, msubiri mpaka mvishwe ile nguvu. Amen. Na msipovishwa ile nguvu hamtaweza. Maana ile nguvu ikiwajia, mtakuwa mashahidi wangu. Kila eneo mtaenda na itathibitika. Tuendelee, soma vizuri. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan. Akaongozwa na Roho. Akiongozwa na Roho. Muda wa siku 40 nyikani. Akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa fikiria, siku zote zile anafunga, si kwamba alikuwa salama. Adui alikuwa anamletea majaribu mbalimbali ya kutaka ashindwe, mpaka siku 40 ilipofika. Lakini ukumbuke, Yesu aliongozwa na nani? Na Roho. Amen. Na kwa nini Yesu aliongozwa na Roho? Wakati ule Kristo
Sikiliza, Yesu lazima umjue kwenye maeneo mawili. Kristo ili atukomboe sisi alikuwa ni mwanadamu halisi. Amen. Kristo ili atupeleke mbinguni alikuwa ni Mungu. Yes. Amen. Sasa hapa tunamwongelea mwanadamu Kristo ambaye bila roho hawezi kushindana na huyu. Na ndio maana vita vyetu ni vya roho. Tunashindana katika roho. Yes. Lakini tunashindana namba moja ni falme. Hiyo falme ina taarifa, ina data zote kuhusu wewe. Ina data zote uzaliwa kwako, ina data zote kila kitu Mungu alichokiweka kwako, ratiba zako zote hiyo falme inajua. Na ndio maana vita ya wengi wa Pentekoste na washinda, kwa sababu vita wao wanapambana na majeshi, wanashindwa kupambana na falme. Kweli. Na ndio maana kila siku ni kutumbua, shida ziko pale pale. Kila siku ni kuchinja, shida ziko pale pale. Kila siku ni kukanyaga udongo, shida ziko pale pale. Kila siku ni mafuta, shida ziko pale pale. Kila siku ni maji, shida ziko pale pale. Kwa sababu shida sio majeshi, shida ni falme. Kweli. Yes. Na hiyo falme una uwezo wa kuishinda kama una Roho Mtakatifu. Hautaka uiweze. Ukizungumza elimu yenyewe iko juu sana. Ukizungumza ujuzi yenyewe iko juu sana. Maana wakati we unaungwa, Ibilisi alikuwa pembeni ya Mungu, anakuona DNA yako, anaijua udongo gani ulichanganywa. Mwanadamu ili awe mwanadamu, kuna dongo za aina 7 zilichanganywa. Adui we ujui, adui anazijua. Unawezaje kumshinda huyo bila Roho Mtakatifu? Na ndio maana makanisani mbwembwe nyingi, lakini matokeo hamna. Sahihi kweli. Mbwembwe nyingi, kelele nyingi, matokeo hakuna. Kweli. Mungu sio mbwembwe. Mungu sio historia. Mungu ni lili. Amen. Yes. Maisha hajawahi kuwa umeujiza. Maisha sio artificial. Maisha ni lili. Amen. Adui anajua wewe ni mtoto, umetoka kwenye kiuno cha nani, una ahadi gani, unatakiwa kuwa nani. Ukiwa miaka 5 atakuchukua nani? Unapotoka tumboni wa kwanza kukupokea ni nani? Unapoenda, kila kitu yeye anajua. Hiyo ndo kazi ya falme, na falme ziko mbili. Hii ni falme ya anga ambayo yenyewe kazi yake ni kuhakikisha hakuna ratiba kutoka kwa Mungu inafanya kazi na wewe. Na ndio maana wakati watu wana wa Mungu wanapiga magoti kwa bidii, yeye aliangalia udhaifu wao, akashusha wanawake, wakaenda kujiolea wanawake, kila kitu kikaharibika. Na leo ukitaka kumshika mlokole, mpelekee uzinzi, hata awe mchungaji unamwangusha. Kwa sababu falme haijawahi kumwacha mtu salama bila Roho Mtakatifu. Mimi nashangaa, natafakari, hivi hawa watu wanaelewa kweli? Nisikilize vizuri. Unapozungumzia falme, kuna falme inayotawala nchi yote. Kuna falme inayotawala wilaya, mkoa, mtaa. Hizi falme kazi yake ni moja tu, kuhakikisha mtu wa Mungu ni failure. Na ukumbuke Mungu aliweka vita kati ya uzao wa mwanamke na nyoka. Sisi wote ni matunda ya mama zetu, ni matumbo ya mama zetu. Kwa hiyo tunazaliwa tukiwa vitani, tukiwa tangu tumboni ni vita, tangu kwenye viuno vya baba zetu ni vita. Yeye anajua huyu ni nani, hatakuwa nani, na yeye kinachomuuma atakuwa nani.
Hicho ndo hataki kusikia kweli.